wa kaunti ya Nakuru wamejitokeza kufanya maandamano ya amani kukashifu kutoweka kwa Wakenya kwa njia tatanishi pamoja na ongezeko la visa vya ajali za barabarani katika eneo hilo. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine atueleze zaidi. Chichi, wapo unalipata, wakazi wanasemaje kuhusiana na masuala haya? Chichi? Josh, ni kueleze kwamba visa vya kutoweka kwa baadhi ya Wakenya pamoja na ajali za barabarani ambazo zimeweza kushuhudiwa katika kaunti ya Nakuru zimeweza tu kuibua hisia tofauti, na niposa baadhi ya vijana ama baadhi ya wale ambao ni wakazi wa kaunti hii wameweza kujitokeza kufanya maandamano ya amani ili kuhakikisha kwamba wanakashifu vitendo vya kutoweka kwa baadhi ya Wakenya, hususan ikileka kwamba hadi sasa yule kijana Brian Odhiambo bado hajapatikana, na kuna baadhi ya Wakenya wengine wengi ambao wameweza kutoweka kwenye mbuga la Ziwa Nakuru. Na hivyo basi nitakuwa nikizungumza nao wanieleze, je, maandamano ya amani ambayo wanafanya hii leo yanakisi ama wanasema nini kuhusiana na wale ambao ni watu ambao wameweza kutoweka pamoja na ajali za barabarani ambazo zimekithiri hususan kwenye barabara ya kutoka Nakuru kuelekea Eldoret. Basi Bwana Lunalo, tuzungumze, nieleze wewe ukiwa kiongozi wa watu hawa ambao mmejitokeza hii leo kufanya maandamano, je, mnataka serikali iweze kuhakikisha nini hasa kinafanyika? Kwa majina naitwa Mati Lunalo, nikiwa Executive Director Protective Champions Organization, na leo tumekusanyika katika hii barabara kuhakikisha kwamba tunahamasisha jamii pamoja na serikali ya kwamba vifo ambavyo tunaona vikitendeka katika taifa letu la Kenya ni vifo ambavyo vinaweza zuiliwa, na endapo serikali itaweka mikakati za kuhakikisha kwamba vifo hivi vinazuiliwa itawezekana. Vifo kama vya ajali barabarani, vifo kama vya vijana ambao pia wamefanywa abduction, wengine wameuliwa na polisi, na vile ambavyo tulisikia pia mambo ya Brian hapa jana watu wakiongelea. Tunataka haki itendeke bila kukuepo ya kwamba wanasiasa ama wale ambao ni wako ndani ya serikali kuja kutupigia story. Naambia waziri wa internal security Kipchumba Murkomen, you've talked to Mama Brian. What we are telling you today is that we want to see justice happening. Mama Brian is not eating, Mama Brian cannot sleep because the child was abducted. Kwa hivyo tunasema tunataka kumuona. Wamama wetu pia wanapotelea maisha yao hospitalini kwa sababu ya SHA haifanyi kazi, wamama wanashindwa kujifungua. Tumekuwa na mimba ambazo zinatoka kwa njia ambayo istahili. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama itawezekana serikali ingilie kati, na tunawaambia wasipofanya hivyo basi tutarudi tena kwa maandamano. Labda kabla uondoke, nieleze baadhi ya masuala kama hayo ambao mnasema kwamba serikali haijaweza kufanya. Ni kina nani hasa? Maana kuna wale wengi ambao wako kwenye serikali. Ni nani hasa wa kulaumiwa? I think we are talking about the prosecution. We have not seen the prosecution office doing its role well, because we are looking at the investigations. How comes we are taking more than two years to get an investigated issue ambazo sisi wote tumeona ikifanyika? Brian Odhiambo was disappeared. Na so far the best we can see ni watu wanasema kwamba uchunguzi inafanyika, na tulisikia waziri akisema amepeana 1 week ya kwamba ataleta hiyo habari. Sisi tunataka hiyo 1 week ikiendeleanga, wala ambao wanakusudiwa kwa walichukua Brian wakuwe wako ndani. Si hatu wanasema ati wanafuatilia mambo ya Brian na wala anaendelea kula mshahara. Mama ya Brian hana mshahara. Brian mwenye alikuwa analeta chakula kwa mama yake aleti chakula sasa. Kwa hivyo mahakama pia ichukue mkono ya mbele, waziri wa internal achukue nini yake, polisi wafanye the right investigation. We want to see all lives, not only for Brian, including a life that was lost in Nairobi kupitia kwa matatu ya Metro Sacco, ambayo mutuma huyo matatu alisukuma mtu nje na akakufa. Na tunajua the honor of that. We are just saying, can we have justice? Can we be equal in the eyes of the law? No. Yeah. Shukran sana. Labda kwa kauli yako kwa ufupi nieleze wewe unahisi vipi wakati ambapo mnafanya maandamano ya amani? My name is Afsa from Women Like Us Center, and today we march for all lives. We are not criticizing any other part of life, and for us we are demanding justice, not only for specific kind of people but all kind of justice that is being happening. The people are not getting in Nakuru County, and I have the issues of forceful disappearance and the issues of road accident, the unmarked roads that we have, especially in Nakuru to Eldoret Road. The leaders that we have in this position, we expect them to give us solutions, but it's disappointing because you also find that the same leaders that we expect for them to speak on our behalf, that the same people who are inclusive in these injustices. So we demand for more. We are not even asking because we know our leaders, and we demand for more. Yeah. Shukran. Kauli yako kwa ufupi sana nieleze. My name is Melanie Otieno, and I'm here for Youth for Change Network and the Love Movement. We are here to call for action. We are here to call for justice for women and girls who've been denied autonomy of the rights of their own bodies, for LGBTQI and C who have been denied to be who they are. Tueleze kuhusiana na kutoweka kwa Brian na labda kuhusiana na ajali za barabarani labda.
We want Brian. If it's a foreigner, they would have done very fast, like the way they did the other case just the other day. So we want Brian. We demand action, and we demand it right now. We demand that the road be safe for all of us. We demand that the policemen that are there, the traffic policemen, do their jobs, not just there to take 50-50. Yeah. Shukran sana kwa kauli yako. Hivyo basi Josh, leo kwamba kikosi kizima cha baadhi ya wakazi katika kaunti ya Nakuru wameweza kujitokeza kwenye barabara hii ya Nakuru ama ndani ya mji wa Nakuru ili kuweza kufanya maandamano, wakisema kwamba wanahitaji ya kwamba haki kaweza kutendeka kwa kijana Brian Odhiambo, pamoja na zile ambazo ni ajali ambazo zimekuwa zikionekana katika kaunti ya Nakuru. Niruhusu tu niweze kuwa nikifuatilia swala hili kwa undani zaidi, maana kuna mengi ambayo yanazidi kuendelea, na labda hapo jana tukamwona waziri akiweza kuzungumza kuhusiana na swala la Brian. Tunatarajia kwamba ndani ya wiki moja Brian labda atakuwa amepatikana, na labda visa vya ajali ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika kaunti ya Nakuru zitakuwa zikipungua. Niruhusu tu nizamie swala hili kutoka kwangu. Sina la ziada. Josh, chukua usukani. Mimi ni Chichi Josephine. Shukran sana Chichi Josephine, ukizidi kufuatilia taarifa hiyo na utujuze katika taarifa zetu zijazo. Tuangazie